Ubungo Media tupo live katika eneo hili la Mabibo ambapo viongozi mbalimbali wamejitokeza, ambapo viongozi wetu, madiwani wetu wa viti maalum manispaa ya Ubungo wameamua kushirikiana na Watanzania wenzao wa maeneo haya ya Mabibo katika kupata iftar kwa wale waliofunga Kwaresma na wale waliofunga Ramadhani. Uzuri ulioje huo! Uzuri ulioje! Nani kama mama? Nani kama mama? Asanteni sana madiwani wetu wa viti maalum manispaa ya Ubungo kwa uungwana wenu, huruma yenu kwa Watanzania wenzenu bila kuwa na tofauti ya dini. Mmeamua kutoa iftar kwa Watanzania wote, wale waliokuwa wamefunga Kwaresma na wale waliofunga Ramadhani na watu wenye mahitaji maalum. Taanza kwa majina yako, alafu utatueleza kwa nini tuko hapa. Karibu tafadhali. Asante. Mimi naitwa Rukia Wandwi, ni mwenyekiti wa madiwani viti maalum wilaya ya Ubungo. Tuko hapa kwa ajili ya kufuturu kwa watu ambao wamefunga mwezi wa Ramadhani. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, safari hii imekuta ni vitu vimegongana viwili, Kwaresma na Ramadhani. Kwa hiyo tumeona ni busara na bora kuja kufuturu na bila kubagua, bila kuchagua dini, kwa sababu dini zote Mungu ameziunganisha kwa maajabu yake. Haijawahi kutokea katika ulimwengu wowote kwamba wanafunga Kwaresma na kuna Ramadhani, lakini mwezi huu umekuwa ni mwezi mtukufu zaidi kwa kufuturisha wanawake kufuturisha Waislamu na Wakristo. Sisi madiwani viti maalum ambao tuko 5 katika wilaya hii, nikiwemo mimi mwenyekiti Rukia Wandwi, kuna Rose Ndunguru katibu wetu, kuna Mheshimiwa Tajieli, kuna Mheshimiwa Nancy na Mheshimiwa Happy Majapa. Wote kwa pamoja tumejiunga pamoja kuja kufuturisha hao watoto na wajane na yatima katika kata hii ya Mabibo, kwa kushirikiana na uongozi wa Mabibo UWT kata ya Mabibo. Wametusaidia kukusanya hao kina mama, kwa sababu wao ndio wanawajua watoto na wajane wa kina mama. Hao watu waliokusanyika hapa, hatukubagua yoyote kwamba lazima awe kwenye kituo. Uongozi wa UWT wanawajua, wanaishi nao. Kwa hiyo wametuletea wanaowajua na wanaishi nao, wametuletea, tumekaa nao hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha. Kwa kweli uongozi tumepata ushirikiano mzuri sana kutoka kata. Ndugu yangu wa Vintishi ametusaidia, amekuwa mstari wa mbele. Shani kubwa lao wametusaidia sana. Ndugu yangu Nafi, mwenyekiti wetu mpendwa wa kata hii, amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha shughuli hii inakwenda. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu. Hongera sana viongozi wetu, baadaye tutakurudia. Asante. Asante kabisa. Heri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya, nipeni heshima yangu kama bibi yenu. Marahaba wajukuu zangu, watoto wa Mabibo wenye nidhamu, nimewapenda sana. Asanteni sana wajukuu zangu. Jamani, wajane wenzangu huko nyuma, hamjambo? Wajane wenzangu huko nyuma, hamjambo? Assalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Awali ya yote mimi nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeumba mbingu na ardhi. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina mengi ya kusema zaidi ya kuwapongeza ndugu zetu madiwani wetu viti maalum kwa kulifikiria hili,
kwa kuliona jambo hili jema mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu, ukitaka kufanikiwa sadaka yako wape watoto pale wanapofurahi, na wewe Mwenyezi Mungu anazidi kukupa yaliyo mema. Tumswalie Mtume. Basi nimepata ukoo, nimepata ndugu, nimepata marafiki. Hata mkiniona njiani nimekuja soko la ndizi, na imani kabisa hamtonipiga kikumbo, mtasema bibi tunamkumbuka ile siku ya iftari ambayo madiwani walikuja kufuturisha hapa. Tuendelee kuwaunga mkono ndugu zetu na yeyote ambaye kwa mwaka huu Mungu amemjalia kufanya jambo kama hili la neema kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awalipe maradufu ya pale walipotoa. Tuendelee na mshikamano wetu, tuendelee kuiombea serikali yetu, tuendelee kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, tuendelee kuwaombea viongozi wote wa kada mbalimbali, lakini tuendelee kujiombea hata sisi wenyewe. Nyinyi bado ni wachanga sana. Sisi wazee wenu hapa sasa tumeshakuwa bibi, kuna kina mama, lakini nyinyi ndio ambao kizazi tunatakiwa tuwalee na kuwaengaenga. Miaka 30 ijayo mmefika umri kama wa kwangu, muikute Tanzania ikiwa hivi. Mpe mkono wa kulia uliyekaa naye hapo, mwambie tuilinde nchi yetu, tuikute kama wanavyoiacha bibi zetu. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asanteni sana. Awali ya yote nimepewa nafasi ya kuzungumza maneno machache. Kwa jina naitwa Yusuf Abdalla Kilema, ndiye mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Jitegemee, sehemu ambapo tukio hili linafanyika. Nichukue nafasi hii fupi sana kwanza kabisa kuwashukuru madiwani wetu. Tuwashukuru madiwani wetu kwa namna ambavyo mmefikiria kulileta hili kwenye kata yetu ya Mabibo, hususan katika mtaa huu wa Jitegemee. Mwenyezi Mungu awabariki na awazidishie sana kufikiria hilo na kulileta hapa. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kuishukuru taasisi yetu ambayo tangu nianza, walivyoanza tu wakanishirikisha kwamba ninafanya hili na lile. Ndugu yangu Maulidi na timu yake, kwa kweli Mungu awabariki sana. Unaweza ukawa na wazo jema, lakini watu wasikusapoti. Lakini unaweza ukawa na wazo jema, watu wakakusapoti. Ndio hili sasa. Watu wamenisapoti na limepatikana baraka na itaendelea zaidi ya hapa. Nafikiri hapa hii ni mwanzo tu. Madiwani wamefungua njia. Nafikiri njia hii tutegemee matunda makubwa yanakuja. Na matunda haya yataletwa na hawa. Lakini tusisahau matunda haya yametokana na nini? Haya yametokea wapi? Baharini au yametokea polini? Matunda haya yametokea Chama cha Mapinduzi. CCM. Haya matunda yametokana na Chama cha Mapinduzi. Ndio waliofanya harakati za kuhakikisha kwamba wanaenda kuchukua udiwani. Leo wanatuletea neema iliyoje katika mtaa wetu wa Jitegemee, hasa katika kata ya Mabibo. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi sina cha kusema, niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu awazidishie maradufu ili muweze kufikiria na lingine zaidi hapa. Asanteni sana. Pamoja na wazazi wao ambao ni wamama wajane, na wapo wamama walezi ambao wanawalea watoto hawa. Sisi tunawashukuru sana. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu akaongeze pale palipopungua kwa ajili ya watoto hawa, kwa ajili ya wamama hawa. Lakini pia wamama hawa tayari mlishaanza nao mazungumzo mkiwa kama nyinyi ni sehemu yao. Kwa maana madiwani wa viti maalum pia mnadili moja kwa moja na wamama pamoja na watoto hao, yapo chini ya moja ya kazi zenu. Watoto tusikilizane. Basi na imani kwamba wakina mama hawa wa madiwani wa viti maalum sio wageni kwenu. Yapo mambo ambayo mmeanza, waliwaahidi kwamba ipo siku watakuja kufuturu na nyinyi pamoja na watoto. Leo wamekuja kufuturu, basi hata yale mengine ambayo mlikuwa mmeshaanza nayo basi yatatekelezeka kama vile ambavyo mmekubaliana nao. Basi na mimi niwaombe madiwani wangu wa viti maalum, yale mambo ambayo mlianza na wamama hawa basi muendelee kuwasimamia kwa shika mkono ili watoke hapa walipo waende hatua nyingine, kwa sababu wamama hawa wanawalea watoto hawa, lakini wengine pia wababa hawapo kabisa. Kama mnavyojua wamama ndio wanapambana sana
kila kitu wa mama, ada za shule wa mama. Ukiona jambo limekwenda vizuri, ujue mama amefanyaje, amesimama. Kwa hiyo tunawaomba mwashike mkono wanawake hawa kwa kuwavusha kutoka njia moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu nyinyi kwa nafasi zenu mna uwezo wa kuwaunganisha na taasisi tofauti tofauti, mna uwezo wa kuwaletea NGOs tofauti tofauti wakapata elimu, lakini pia wakapata mitaji ya kuweza kuendeleza biashara zao na kuweza kuwalea watoto hawa. Kwamba sisi Chama cha Mapinduzi tunawashukuru nyinyi, leo mmekuja madiwani, lakini pia tutumie nafasi hii kwa vile jana pia tulipokea wamama hawa. Kulikuwa na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa kutokea kundi la vijana, Bwana Ramadhani Mwishe Mlao, na yeye pia tunamshukuru sana kwa kuweza kuwashika mkono wa kina mama hawa mara kwa mara. Kwa hiyo tunaomba tuendelee kuwashika mkono wenzetu. Anaamini mimi nimefungiwa kwa sababu baba na mama hawapo. Kwa hiyo kuna haki zingine wanakosa. Wataalamu wakatushauri tuwafate waliokuwa majumbani, alafu tujue namna gani tunawafanya kuwa pamoja pale tunapohitaji na kuwasaidia. Hili litakwenda kukamilika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na hili jambo sio kwangu peke yangu. Mimi kama nimeka ndoto tu, lakini naamini viongozi wangu wengine tuliokuwa nao na wao wameingia katika mchakato katika damu zao hivyo hivyo. Hata nikiondoka, kama alivyosema kiongozi Nafi, upande wa nyuma kule kuna watu wapambanaji, mitaji imekuwa mtihani kwenye mabiashara yao. Tuli katika majukwaa ya mabenki, namna gani tuwasaidia wale kina mama. Fomu zao zote zimeshakamilika, vikundi vyao vyote tushaviorganize tayari, wako 5 ni kupata elimu tu na kwenda kufanya nini, kuwezeshwa. Leo tumekuja kwa ajili ya iftari ya watoto wetu, wajukuu na bibi zenu kule nyuma au mama. Lakini kama alivyosema Mao, babangu Mao, huu ni mwanzo. Ni vitu unapokuja kutaka nia, unapotia nia ya kuja kumsaidia mtoto yatima, sio lazima utangaze. Nimeyasikia machache ambayo yako ndani ya uwezo wetu binafsi. Tulikuja tukasema tunawaleta benki, na benki wako tayari kuja. Ni sisi muda wetu haujakaa vizuri, na hii pilika ambayo tulikuwa tunapilika huko, mabenki yako tayari kuja na wameshajiandaa. Ni sisi wenyewe kuwapangia muda ni lini tuje nimepata taarifa nzuri sana. Tulipokuja tulisema mjiunge watu 5, lakini baba hapa ameshasema 5 tayari. Kwa hiyo sisi hapa ni kama ni ndege iko kwenye kwenye runway, inangoja kufanya nini? Kupaa. Kwa hiyo watakaopaisha hii ndege yetu ni hayo mabenki yanayokuja, watawasikiliza kwa nguvu zetu na uwezo wetu sisi madiwani viti maalum ambao moja kwa moja tunadili na wanawake. Tutakuwa mkono kwa mkono, bega kwa bega, kichwa kwa kichwa na nyinyi kuhakikisha mnafika mahali ambapo mtahakikisha nyinyi ndio tunajua nyinyi ndio mnakaa na hao watoto. Mkiwa katika hali nzuri, hao watoto hatuna haja ya kuja kila siku kuwauliza. Sijui mnanielewa? Nyinyi mkishasimama imara, mkapewa mitaji, mkasimama vizuri, hao watoto yatima mnaoishi nao watakaa vizuri na wao. Nyinyi ndio mashina tunayotengeneza. Tunahakikisha ndugu zangu, hatuwatanii. Tutawaletea watu watawasaidia. Mtauliza maswali, nyinyi mlitaka elimu ya biashara na mitaji. Hilo siku hizi mtaji ndio utakuwa umekataa mtaji mwenyewe. Lakini tutakapowaletea fursa, ndugu zangu, msio wavivu, njooni msikilize na mtoke. Sasa hivi mwanamke ananyanyuliwa na mwanamke mwenzie. Sisi hatutaki kusema wanawake tunaweza tupewe nafasi. Hapana, tunasema wanawake tunaweza. Tunachotafuta ni fursa. Ulimtegemea mume wako, Tarawe, niseme maneno mengi tutakuja kuongea sana kina mama, tutakuja kuleta mabenki, tutawasiliana na Mau ni lini nafasi yetu. Nafikiri muda mzuri
tuache hii Kwaresma ipite. Ramadhani bado siku mbili, tunamaliza siku moja, tuache na hii Kwaresma, sikukuu zao na wenyewe ziishe, tukae kwa muda wa kutulia kusudi tuweze kuita mabenki, tukae vizuri, tuongee na nyinyi. Hatutaita mabenki tu, tutaita wadau ambao wako tayari kuwasaidia, na hao wadau wapo. Kwa hiyo niseme sana ndugu zangu, tunakwenda kusali, ila tunawashukuru sana, nashukuru sana watoto wangu wajukuu. Mungu awakuze, awape elimu nzuri, awape akili ya kufikiria huyu ni nani, nimetoka wapi. Msiende na dunia, nendeni na matakwa ya Mwenyezi Mungu anavyotaka. Viongozi wetu tunawashukuru sana sana kwa kupata uthubutu wa kuhisi kama kwa watu yatima na kuja kwa kupata iftari pamoja nasi. Tunawashukuru sana jamani. Lakini pia napenda kushukuru kamati nzima ya mjomba wetu, baba mlezi, kaka, mjomba Mau kwa kuwezesha hili pia kufanyika hapa leo. Maana bila yeye hikima zake isingefanyika, pengine singekusanyika hapa kwa wingi huu na ili pia kuwezekana. Shukrani sana jamani. Asanteni sana. Asanteni sana. Niyatul qabur wa hijabati habibina wa shafi'ina maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. وغفر الله لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا. Madiwani safi. Tunawapenda, tuwapendi. Mama Samia je? Asanteni sana wana Mabibo. Ubungo Media je, mnatupenda mtupendi? Basi tufuatilieni YouTube, mtajiona, na nyie pia TikTok mtajiona. Asanteni sana. Yetu bingwa kabisa kata ya Mabibo, ambapo madiwani wetu wa viti maalum wametimiza wajibu wao, wametuonyesha hasa kama wao wanapata nyendo za rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan za kuwajali wananchi, za kuwajali wa Tanzania. Karibu katibu wetu, karibu. Asante. Mimi naitwa Rose Ndunguru, katibu wa madiwani viti maalum manispaa ya Ubungo. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale tuliyoyapanga yote leo yametimia. Kwa hivi tunaomba kwamba wana Mabibo tulipofika wametupokea vizuri, na hata hivi kulikuwa na kina mama pamoja na watoto ambao tumewafuata ni watu 200. Tunamshukuru Mungu tumetimiza ile ndoto yetu, na tuna ushirikiano mkubwa sana madiwani wa manispaa ya Ubungo pamoja na mjumbe wa halmashauri kuu wa wilaya ya Ubungo. Tupo naye hapa, ametupa sapoti kubwa sana mpaka jioni hii ya leo. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu tuendelee, na tutaendelea kuwaona hawa watoto kila mara, kwa sababu hawa ni watu wa kuwaona. Na tunashukuru uongozi wa kata ya Mabibo kuanzia ya chama UWT, wametupa msukumo mkubwa sana na wametupa sapoti kubwa sana. Tunawashukuru. Mwenyezi Mungu awabariki, na sikukuu hii inayekuja tuendelee kuifurahia kwa pamoja. Asante sana. Asante sana. Nani kama mama? Hakuna. Ndio mnaishia hapa au bado mnaendelea? Tunaendelea. Kazi inaendelea. Kutoka katika eneo hili la Mabibo
ambapo madiwani wa viti maalum manispaa ya Ubungo walikuwa na jambo lao la kufuturisha mwanahabari wako wa Ubungo Media Alhaji Makoe. Asanteni sana.